Haleluya. Haleluya. Jina langu mimi ni Peter, ni mchungaji. Lakini katika eneo ambalo mimi nimeitiwa sana, nimeitiwa kwenye eneo la maombi. Kwa hiyo mimi ukiniita mwana maombi ni raha kuliko mchungaji. Na ni moja ya nafasi ambayo mimi naipenda katika maisha yangu. Ya kwamba maombi, yani wakiitwa mitume, wakiitwa manabii, lakini nikisikia wana maombi najisikia raha. Kwa hiyo nafasi ambayo Mungu amenipa ni mwana maombi, lakini kwa sababu ya vyeo kanisani kaitwa pastor. Lakini mimi ni mwana maombi tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nataka nikuambie wewe ambao unaona maombi kama ni kitu kidogo. Mwana maombi sio mtu wa kawaida. Mwana maombi sio mtu wa kawaida. Ukiona pastor anafanya vizuri, nabii anafanya vizuri, mitume wanafanya vizuri, ni mwana maombi. Kwa mwana maombi ni nafasi ambayo Mungu anaitazama kwa jicho ambalo sio la kawaida. Ndio maana anasema anaangalia walinzi wasikae kimya. Usiku na mchana wamepewa position wao. Mwana maombi ni watu waliopewa neema ya kuingia na kutoka mbele za Bwana saa zote. Kwa ni nafasi ambayo mimi naiheshimu na namtukuza Bwana kwa sababu ya hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wana maombi kiroho wanaitwa taa. Ukiona kanisa lina mwanga, ujue kuna wana maombi. Yesu Kristo alikuja kama taa ya ulimwengu. Na alipokuja aliachilia neema tofauti tofauti. Na miongoni mwa neema aliziweka kwa wana maombi ili waweze kusimama kama taa. Sema taa. Sema taa. Na mwana maombi akizimwa, giza huwa linatokea. Kwenye familia, ukiona familia imepata shida, ni kumwangalia nani ambaye ametoka kwenye nafasi ya kuomba. Kwa sababu mwana maombi ni taa. Mwana maombi ni jicho la Mungu mahali. Mwana maombi yeye ndio amebebeshwa nafasi ya kuweza kukaa katika kinara. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuingia kwenye somo, nimejisikia ndani yangu nizungumze na wewe kidogo tu. Tunapokuwa tunasimama katika nafasi ya kuomba, maombi, tunapoongelea habari ya maombi, sitaongelea sana, lakini nimesikia ndani yangu nikwambie tu hivi ya kwamba maombi yana kazi nyingi sana. Moja hapo ni mahusiano yetu na Mungu. Hakuna mahali tunaweza tukahusiana na Mungu pasipokuwa eneo la nini? La maombi. Maombi ni usafiri unaotusafirisha sisi kuweza kuhusiana au kuwasiliana na Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tunaingia kwenye maombi, tunapiga simu kuwasiliana na nani? Na Mungu. Maombi ni kitu pekee ambacho kina uwezo wa kuleta mabadiliko rohoni hadi damu na nyama. Niseme hivi, maombi ni kitu pekee kinachoweza kuleta mabadiliko rohoni mpaka damu na nyama. Uhalisia wa vitu vingi tunavyoviona huku duniani, chanzo chake ni ulimwengu wa roho. Magonjwa tunayoona huku duniani, chanzo chake nini? Ulimwengu wa roho. Mauti tunayoiona inatokea duniani, chanzo chake ni ulimwengu wa roho. Nimeshuhudia watu wengi sana wakiwa wanaenda hospitalini ugonjwa uonekane. Kwa sababu ugonjwa ni kitu cha kiroho kabla kijawa kitu cha damu na nyama. Na uwezi ukapambana na kitu cha kiroho kwa damu na nyama. Utatumia nguvu nyingi sana na utatumia gharama nyingi sana, lakini uwezi kupata matokeo mpaka apatikane mtu ambaye ataingia kwenye ulimwengu wa roho wa kushughulika na hicho kitu. Tuna watu wengi wanaoshughulika na vitu vya mwilini, tuna watu wachache wanaoshughulika na vitu vya rohoni. Sasa vitu vya rohoni, kumbuka Biblia inasema tumebarikiwa
kwa baraka zote katika nini? Ulimwengu wa roho. Tunafanya vita vyetu sio vya damu na nyama. Kwa hiyo tunapodili na mauti, tunapodili na uharibifu, tunapodili na kitu chochote, chanzo chake ni ulimwengu wa roho. Kwa lazima patikane mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kuupenya ulimwengu wa roho. Sasa vita vingi vya wana maombi viko ndani yao kabla ya kuwa nje yao. Yaani unajua shida ya watu ya kwamba unajua kama hujauweza mwili wako na kama hujaweza vita iliyoko ndani yako, usiwalaumu walioko nje. Kwa hiyo vita ya kwanza kuishinda kwenye maisha yako, jishinde wewe. Jishinde wewe. Hakikisha unapambana na wewe mpaka unajiweza. Ndio maana Biblia inasema kila mmoja uweze nini? Mwili wake. Wewe unaenda kwenye maombi unasinzia mwenyewe, utamwombea nani? Unaenda kwenye maombi unapiga miayo, utamwombea nani? Kama hujaweza kushinda vita ya kwako na kupenya ulimwengu wa roho, hauwezi ukamsaidia mtu mwingine. Kanuni ya kiroho lazima ujiweze wewe, alafu uwasaidie wengine. Huwezi kutamani kumsaidia mwenzako msalaba wakati wewe ni mateka. Sikiliza tu. Hii ni nyumba yote iko. Sasa hivi likitokea kwa mfano mlango umefungwa hapa, sote tulioko huko hatuwezi saidiana. Si mtu ameingia pale amefunga mlango. Kwa hiyo sote tulioko huko ndani hatuna msaada. Ili itokee msaada lazima mtu mmoja eza tumpenyeshe kwenye bahati apenye, atoke nje. Baada ya kutoka nje anaweza katutafutia msaada. Lakini kama sote tutakuwa tumefungwa sehemu moja, hakuna kumsaidia mwenzake. Ndio maana kwenye familia watu wengi sana tunafanana. Tunafanana, unakuta kwamba kama watu wameachika kwenye ndoa, unakuta familia imeachika. Kwa nini? Wamefungiwa sehemu moja wote. Aina ya maisha, aina ya ndoa, aina ya elimu, wote wamefungiwa hapo. Paka patikane mtu ambaye atapata neema ya kupenya ulimwengu wa roho. Baada ya kupenya anatofautishwa. Lazima upambane, uhakikishe unatofautishwa. Bila kwambie, utazidi kuwa wa kawaida kama utapambana utembea anga lako. Tunatofautishwa kwa kiwango tulichopenya ulimwengu wa roho. Tunapewa heshima kwa kiwango ambacho umetembea ulimwengu wa roho. Kuna sehemu tunatokea ambayo ukimwona mtu ametokeza anapewa heshima leo, kuna mahali ameshinda kwao. Labda ukute baba zake walimshindia, lakini ukimwona mtu anapewa heshima, kuna mahali ametoboa. Sasa Mungu akikuita, hakikisha kuna sehemu yako ya kuhakikisha unatoboa kwenye familia. Unatoboa kwa upenyo ambapo watu wote watakuwa wanachungulia nje. Unajua watu wanapoangaliaga, ndio maana uzaliwa wa kwanza, mtu anapozaliwa mzaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza wengi wana shida. Wana vita wanaokutana nayo. Yoyote anaitwa mzaliwa wa kwanza maana yake ni lango kiroho. Siku moja nilikuwa nafundisha nikashangaa sana. Mzaliwa wa kwanza huwa anabeba mikosi na matamko babaya na maneno ambayo mama yake na baba yake alishatamkiwa. Kwa hiyo anazaliwa, chochote ambacho kilishatamkiwa anatoka nacho kama lango. Na mzaliwa wa kwanza anapozaliwa, kwa sababu Biblia inasema kwanza kila cha kwanza kitakuwa cha nani? Cha kwangu, cha Bwana, kitatolewa kwa Bwana. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza mara nyingi huwa ni kiti kinachopiganiwa, upande wa Mungu na upande wa shetani. Mzaliwa wa kwanza huwa ni kiti. Kwa hiyo kama ni kiti, hata kuwa mtu wa kawaida, maisha yake yatakuwa sio kawaida. Ni mtu wa kupambana siku zote ili aweze kutoboa mahali. Maana mzaliwa wa kwanza akikamatwa, wote wameshikwa. Tunaelewana? Mzaliwa wa kwanza akishikwa, wote wamefanyaje? Wameshikwa. Ndio maana Biblia inaweka wazi, inasema kila cha kwanza, kila tunda la kwanza litapeleka kwa Bwana, litakuwa limbuko kwa Bwana. Warumi anasema nini? Ili Mungu aweze kuponya shina. Tunapochukua matunda ya malimbuko, unajua malimbuko? Tunapotoa malimbuko, ina maana Mungu anadili na vile ambavyo vimebaki, anadili na lile shina. Na tunapokuwa alikadhalika tumeokoka, sisi ni malango.
Sasa malango yako hivi. Mzaliwa wa kwanza, kuna mzaliwa wa kwanza kuokoka. Kuna mzaliwa wa kwanza kiuchumi, yeye ndo wa mzaliwa wa kwanza ametoboa. Kuna mzaliwa wa kwanza kwenye eneo la ndoa. Unaweza kuwa mzaliwa wa kwanza kwenye familia ambao umeolewa. Wewe ndo lango. Unaitwa mwali wa kwanza. Unakutana na vitu ambavyo vimeandaliwa, ambavyo vinadili na kila mwali wa kwanza. Kwa hiyo nafasi ya mzaliwa wa kwanza ni iko katika maeneo mengi. Bwana apewe sifa. Iko katika maeneo mengi. Sasa wewe ndio unataka kuwa mzaliwa wa kwanza kwenye uchumi. Umekutana na familia yenu wote walistaki sehemu fulani. Unataka kuwa wa kwanza kubadilisha historia. Vita yako si wa kawaida. Unataka kuleta heshima ya ndoa, wenzako wote hawajaolewa, unataka kuleta wewe. Watu wengi wanakufa mapema kwa sababu ya kutaka kubadilisha historia. Katika kitu kuzimu inakasirika ni kumuona mtu ambaye anataka kubadilisha historia. Wakwambia wewe ni nani? Hakujai kutokea mtu mwenye hichi, wewe ni nani? Ndio hapa tunapozungumzia habari ya kuwa mwana maombi. Neema ya kuomba. Kwa sababu hii vita si vita ya kawaida, ni vita ambayo inamhitaji Mungu kuweza kubadilisha historia ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamekufa mapema kwa sababu ya baraka ambazo Mungu amewapa kwenye maisha yao. Ndio maana Biblia inasemaje? Mungu akubarikie na kukulinda. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya kubarikiwa kuna aina ya vita ulikuwa una kwenye maisha yako. Lakini baada ya kufanikiwa kuna aina ya maadui utaona kwenye maisha yako. Kuna aina ya roho utaziona kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyobarikiwa ni lango la ukombozi kwa wengine. Kuna wakati vita itainuka sio kwa sababu yako, kwa sababu umebarikiwa, unataka kuwatoa watu utumwani. Unatumia fedha zako kumnyang'anya shetani mateka. Alafu hapo hauna waombezi, hamna mtu kusimama na wewe. Unajikuta unakufa kabla wakati. Sema muombezi. Sema muombezi. Kwenye maombi kuna kujiombea na kuna kuwa muombezi. Maombi ya kujiombea mwenyewe ni maombi ya muhimu sana kwa sababu ya level nyingine, lakini ukishapiga hatua kiroho, kitu Mungu atachokifanya ni kukuinulia waombezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe malango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee na wewe kwa lugha ambayo nasikia Roho Mtakatifu ananiambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anapotaka kubadilisha mazingira mahali popote, atajitafutia kwanza wana maombi. Mungu akigua ana mpango wa kukupeleka mahali ambapo sio pa kawaida, eneo la kwanza atakuita kwenye maombi. Na ukiona jambo lolote linatokea kwenye maisha yako, hata kama hujaomba, kuna watu wamekuombea hujui. Yaani unaona mambo yanaenda tu, kuna mtu alikaa kwenye maombi, akalia, akaomba usiku na mchana kwa ajili ya maisha yako. Yesu akiwa ni Mungu, ametabiriwa. Yesu ni Mungu. Kabla ya shuka anainuliwa Ana, anainuliwa Simeoni. Watu wanakaa kwenye maombi kwa ajili ya Yesu. Nini Mungu ameona? Kitu alichokuwa amekibeba Yesu, kuzimu tayari ilishainuka. Anasema katika kitabu cha Ufunuo, yule joka alipokuwa anasubiri apate kumeza nani? Mtoto. Sikiliza watu wa Mungu. Shetani ni simba ngurumaye, usiku na mchana akipeleleza, ni mpelelezi. Anaangalia hatua kwa hatua ya maisha yako. Kwa hiyo Mungu anasema Yesu atazaliwa, anainuliwa mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Anainuliwa Ana, miaka 7 tu ya ndoa yake mume amemwacha. Anaambiwa wewe unatakiwa ukae kaluni siku zote madhabahuni.
siku zote. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho sio cha kawaida kinatakiwa kizaliwe, na kinatakiwa kiombewe na mtu ambaye sio wa kawaida. Akainuliwa Simoni, afu Mungu akamwambia Simoni, sikia, hautakufa mpaka umemuona. Sio tu ya kwamba ilitakiwa amuone kawaida, kuna kitu alikuwa anakifanya Simoni kwa ajili ya Yesu. Alikuwa anatumikia wito. Ana alikuwa anatumikia wito. Baadaye anazaliwa Yesu. Hawa wana maombi wanaambiwa sasa ni zamu yenu wa kupumzika. Anatakiwa ajinulie watu yeye. Kwa hiyo wana maombi wale wa stage ya kwanza tunaona pale wamemaliza kazi yao. Baada ya hapo Yesu sasa akiwa ni Mungu anajichagulia mitume. Katika wale mitume anatafuta watu watatu waombezi. Waombezi wa siri zake ambao atawaambia mambo yake. Na Mungu ndo alimpa Yesu wale watu. Na moja ya dalili, unajua nikisoma nashangaa sana. Maana wakati Yesu alipoenda ile mara ya mwisho kwenye yale maombi mazito mpaka akatoa jasho la damu, Biblia inasema alipoomba pamoja nao wale watu wakasinzia wakalala kwa sababu ya huzuni kubwa. Yaani Mungu anakupa mtu ambaye ukiumwa anaumwa, unahuzunika anahuzunika, hauna hela, yaani ndani yake anasikia una shida, anakuambia leo una shida gani rafiki yangu? Sio kwa sababu umeona kanisani labda umepauka, anakupigia simu kwa sababu ya ni Mungu amekupa huyo mtu. Unajua sisi tuna tabia kujipa watu. Umemwona mtu anaomba hapa anambia naomba wewe partner. Huyo partner atakuacha siku mbili. Mungu ndo anakupa watu. Na Mungu akikupa watu hawezi kukuacha. Hawezi kudanganya. Wataumia na wewe, watalia na wewe, watasononeka na wewe. Maumivu yako yatakuwa maumivu yao. Kusudi lako linakuwa kusudi lao. Yaani wakiona kitu wakiendi wanaumia wao. Mungu akikupa mtu ni kama vile Yonathani alipokutana na Daudi. Akampenda kama mwanamke anavyompenda mume. Roho yake ikaambatana na Daudi. Kuna watu wa kupewa na Mungu. Hawatakaa kwako kwa sababu wanataka kitu. Hawatakaa kwako kwa sababu unawasaidia. Uwasaidie usiwasaidie, lakini ndani yao wameunganishwa na wewe kwa ajili ya kusudi. Katika kulitumikia hilo kusudi wanabarikiwa. Yesu, tunamuona Yesu baadaye anajichagulia watu, anaingia nao kwenye maombi, wanaomba, wanamsaidia kuomba mpaka anafika mahali anavuka. Wewe ni nani ambao unahitaji mtu? Ikiwa Yesu ni kielelezo, ni Mungu, ana nguvu na mamlaka na uweza, anakuja anatafuta wanadamu waende naye kwenye maombi. Wewe ni nani usihitaji maombi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka nikuonyeshe umuhimu wa maombi kidogo tu. Kama Yesu alikuwa ni Mungu na akahitaji watu wa kukaa naye chini, na kuhakikishia nje ya maombi hamna mahali unaenda. Uwezo ukazaa chochote. Utakuwa Mkristo wa kawaida sana sana kama utakuwa sio mwana maombi na una maombezi. Ndio maana Biblia inasema chuma unoa chuma. Na ili uwe mtu wa maombi lazima upate mtu ambaye anaomba. Bwana Yesu asifiwe. Na kama mtu aombi anafanikiwa, lazima ujiulize anafanikiwaje. Maana Biblia imeweka mfumo wa kila kitu kwa Mungu tunakipata kwa nini? Kwa maombi. Ndio nakwambia kama hujaomba na ukaona umepata kitu, basi kuna watu walioomba na uwafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekuambia maombi ni vitu maombi kazi yake ni kushughulikia agenda ya kuzimu iliyoko kwenye ulimwengu wa roho. Naomba tusome kile kitabu cha Marko.
Tasoma kile kitabu cha Marko, naomba tupitie tu hapa. Marko 4:39. Una msomaji? Marko 4:39. Biblia inasema, akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Amen. Naomba urudie au uanzie hapo nyuma kidogo, tuanzie 35. Marko 4:35, Biblia inasema, siku ile kulikuwapo jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kwamba tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili lilikuwa ni jambo la kiroho. Tutaona kwenye Biblia lilikuwa ni jambo la kiroho. Hao watu walihangaika na ile boti kuhakikisha kwamba yale maji yalikuwa yanajaa. Walichota, wamechota, wakasema ngoja tumwamshe na Yesu aje kidogo kuwajibika. Wakamfuata wakamwambia, Mwalimu, si kitu ya kwamba sisi tunaangamia. Mwalimu akaamka. Biblia inasema alipoamka yeye akashughulika na ulimwengu wa roho, kuanza kukemea bahari, kuanza kukemea nini? Upepo. Alafu Biblia inasema kukawa na shwari kuu. Hao walikuwa wanahangaika na makasia na mazingira, wanahangaika na makasia na mazingira, lakini vita, mwalimu alijua ni kitu cha kiroho hichi kinapita hapa. Ndio maana watu wengi maisha ya, unajua mtu anafungua duka, anapambana, limeisha, anaama mtaa, anafungua, limeisha. Anashughulika na mazingira badala kushughulika na kitu cha kiroho kinachosababisha asitoboe kwenye maisha. Tunaelewana kidogo? Tunaelewana? Unakutana na kitu ambacho kinajirudia mara kwa mara kwenye maisha yako. Kila ukifanya hivi kimejirudia. Badala ya kushughulika na mazingira, anza kushughulika na ulimwengu wa roho. Ngoja tuangalie tena mstari mwingine. Kile kitabu cha Ayubu, nataka tusome pale, tutaangalia kile kitabu cha Ayubu. Ayubu 1. Tutaanza kusoma kile kitabu cha Ayubu 1, ule mstari wa 6. Ayubu 1:6. Ayubu 1:6. Biblia inasema, ilikuwa siku moja ambao hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele ya Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyu mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Mstari wa 10. Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba zake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia. Amen. 13. Mstari wa 13, Biblia inasema, ilitukia siku moja hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mstari wa 14,
Mjumbe akawafikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe waliokuwa wakilima na punda waliokuwa wakilisha karibu nao. Mstari wa 15, mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua, wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Mstari wa 16, huyu alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuteketeza kondoo na wale watumishi na kuwaangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Mstari wa 17, huyu alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakaangukia ngamia, wakaenda nao. Naam, wamewaua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Mstari wa 18, huyu alipokuwa akali akinena, akatokea mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mstari wa 19, mara tazama, upepo wenye nguvu katokea pande za jangwani, ukaipiga hiyo nyumba pembe zake 4, nao ikawaangukia hao vijana, nao wamekufa, na mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Mstari wa 20, ndipo Ayubu akainuka, akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Mstari wa 21, akasema, mimi nilikotoka tumboni mwa mama yangu niliuchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 22. Amen. Apaka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ayubu anasema Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Kiukweli Bwana husiki hapo. Bwana husiki. Soma hapo juu. Shetani baada ya kwenda kuchukua mamlaka ya kudili na Ayubu, tunaona shetani akatoka akatengeneza mazingira yanayofanana na kila tukio, kiasi cha kwamba watu wote wakitazama maisha ya Ayubu na namna alivyokuwa analitoa habari, wanakubali kabisa hapa ili jambo Mungu anahusika. Biblia inasema walipokuwa wamekaa kula na kunywa, ukavuma upepo. Ule upepo ukaipiga nini? Nyumba. Halafu watoto wake wote wakafanyaje? Wakafa. Halafu akachomoka mjumbe. Kila sehemu ilikuwa ina mjumbe anachomoka. Hao wajumbe walikuwa wanatoka wapi? Wanaponaje hao wajumbe? Ndio maana Daudi alidili na wajumbe. Kuna mjumbe mmoja alichomoka kwenda kumpelekea habari ya Sauli. Akaua. Kuna aina ya watu utakiwa waache kwenye maisha yako, watakufanya ufe mapema sana. Watu wanasemaga mjumbe hauai, lakini kuna wajumbe wa kushughulikia. Yaani ukimwacha tu maisha yako yameharibika. Yaani unajua kuna watu kwenye maisha yako utakiwi kabisa kuwatengenezea mazingira wa kusogelea. Watumishi wengi wa Mungu huwa wanadhoofishwa kiroho kwa sababu ya habari wanazosikia. Umenielewa? Sio kila mtu anaoleta habari kwako ni kinywa cha kawaida. Hawa wajumbe wa Ayubu walikuwa sio wajumbe wenye kinywa cha kawaida. Ni wajumbe kama wale ambao tunamuona Ahabu alivyotoa habari. Unajua Ahabu alituma Yezebeli alituma mjumbe. Na yule mjumbe, ule ujumbe alipoupokea Elia aliisha. Hivi unaelewa? Ngoja nikupe mfano. Siku moja nilipata neema ya kwenda kuhubiri kanda ya Ziwa. Nilipoenda kuhubiri kanda ya Ziwa, ilikuwa ni neema ya kimungu ya ajabu sana, kwa sababu nilivyoenda kule nikawa tumekuta kanisa ambalo lilikuwa la nyasi sana. Nilipofika pale nikahubiri, nikawaambia hapa patajengwa kinabii, hapa patajengwa na tutamuona Bwana. Mungu alivyo ajabu akafungua mlango, kwa sababu nilikuwa na semina ya wiki, nikaongeza wiki 2, nikaa mwezi mzima. Tukaanza ujenzi. Kwanza wale watu ni wachawi. Magari ya mchanga mtumishi hayakupatikana.
hayakupatikana. Kila gari unaotafuta unaambiwa kwamba gari halipo. Tukatafuta, ukapata sehemu, tukapata gari. Baada ya kupata gari hatukupata fundi. Fundi tuliomtumia alikuwa ni mlevi na aogagi maisha yake yote. Yaani ni kama mskule, aogagi wala abustani na maji yule baba. Na watu wanamfahamu kabisa. Kwa hiyo ikabidi tumtumie huyo fundi. Mawe tuliazima kwa watu kwa sababu ya gari alipatikani. Kwenye Facebook wangu ukiangalia utaona tulitafuta mawe tukabeba na mkokoteni. Tunataka kujenga kanisa. Ni sehemu kuna wachawi, uchawi unauzwa sokoni kawaida. Wanaitwa Nyarugusu. Uchawi unauzwa sokoni kawaida pale. Tumekaa pale, tukapambana pale. Yaani kila unachokifanya kinagoma. Lakini nikasema Mungu, sitatoka hapa mpaka nione, maana mtumishi wa Mungu amekaa hali ni mchungaji na anaelekea uzee na kanisa halijabadilika. Nikasema maadamu nimekuja huku, sina fedha wala dhahabu, lakini kwa sababu na Yesu hapa lazima pabadilike. Kwa sababu na Yesu, kwa sababu unamjua Yesu na kwa sababu naomba Mungu atatusikia. Tukaanza pale, tukazungusha, nilikuwa nimefanya tu ya kwamba nitajenga kisehemu cha madhabahu alafu tuchimbe msingi niondoke. Lakini Roho Mtakatifu kaniambia utabaki. Siku hiyo nimelala usiku. Nakwambia mambo ya damu na nyama, nimelala usiku. Ghafla, nataka nikwambie mambo ya wajumbe wa mauti sasa. Ghafla nikasikia ngoma zimekuja zinapigwa. Live. Zinapigwa baba usiku, alafu dirisha lilikuwa sababu nilipofika kule kijijini ibidi kwanza niame hotelini nichukue chumba. Nitafute godoro tu naika chini, alafu narudi site. Kwa hiyo nikaona naishi hivyo. Sasa hapa hicho chumba nilikuwa nakaa mwenyewe, alafu kuna chumba kingine unakaa mwenyeji. Mara kasikia ngoma inapigwa. Ghafla moyo wangu ukaanza kuingia kwa kadri na kusikiliza ile ngoma. Hofu ikaanza kuja. Ghafla nikasikia mmoja amesema si maulidi si manani hapa. Wakasimama kwenye ile dirisha. Ilipigwa ngoma pale. Nilisikia kufa. Nikafunika kichwa, hofu ikaja. Jasho likanitoka. Natamani kutoka nje siwezi. Nikaingia maombi. Nikajua hii ni vita. Ile ngoma ni mishari na sukumwa. Ukisikia mtu anapiga, watu wanaweza wakaisemesha ngamia ikafa, sio kitu kana nini. Ile ilikuwa ni timu imekuja wachawi wa mama wamerua viungu, wakawa wanapiga ngoma. Nikakaa pale nikamwambia Mungu, ukinivusha asubuhi sitaka ninaondoka. Yaani nilikuwa naomba Mungu pakuche. Nikampigia mtumishi wa Mungu Apostle Mathayo, simu ipatikane. Nikampigia mchungaji, simu ipatikane. Nikasema leo ndo siku ya kufanyaje. Sasa nikampigia mtumishi mmoja anaitwa Beatrice Muone, unafahamu yule mwimbaji. Yule ni mwana mambo wote tunaomba naye. Yeye ndo akapata neema akapokea. Nikamwambia niombe, yani moyo unapiga. Nikafika, walipiga ile ngoma mpaka saa 11. Saa 11, ilikuwa saa 9 nafikiri, saa 9:10. Walipoona nini nikatoka nikamuita yule mwenyeji wangu kwanza. Nikamwambia njoo tuombe. Hadi hata kuomba. Nikamwambia kaa hapo. Kwanza nikatafuta namna ya kulala. Hata usingizi hauji. Nikatoka hapo. Nikasema hapa naenda kumwambia yule alionialika sasa kwamba kazi imefika mwisho. Maana mimi ndio nilikuwa nimejipendekeza kuongeza hiyo. Kazi imefika mwisho. Nimesikia naitwa kule makao makuu. Sauti ya wajumbe ni nikafika, nilipofika pale kanisani nikaliangalia ile kanisa. Machozi yakanitoka. Nikasema Bwana Yesu, naomba neema yako. Nilikuwa na semina. Hiyo semina siku nikajitia moyo usikuondoka tena. Nikajitia tu moyo kumwambia naomba neema yako. Maana nilisikia ndani yangu nikiondoka nimefichwa vita na nitaondoka na madhara. Vita ikimbiwi, vita inamalizwa.
Nikajua nikiondoka tu hapa nitaondoka na vita na naweza sifike. Nikasema nitapambana kama kufia huko nifie. Tukapiga kazi, jioni kafika nikaitisha semina. Hiyo semina walikuja watu ambao si wa kawaida. Ila nilikuwa ni wakala wa kutosha mabinti hivi. Nilipoanza kuomba, kwanza walitana, yani unamasikia huyu hapo nje na yuko wapi? Anambia huyo bibi muite huyo kwa. Yani walikuwa wamekuja nguvu, lakini kwa neema ya Mungu ile ilikuwa ndo finali yao. Baada ya kuweza kwanza kukamata wale mabinti wakakiri na kazi wanazofanya, ilikuwa ni vurugu ya ajabu. Baada ya hapo kuwafanya mateka, kanisa likaenda, tukaanza kuona mafundi wanarudi kutafuta kazi. Mafundi wanakuja, wanakuja kutafuta kazi. Naambia mbona anasema bana, tumesikia hapa bana kazi, tumesikia hapa bana kazi. Mafundi wakaja, nilikuwa nawalipa kule, kilikuwa mtu kufanya kazi fundi alikuwa 15,000 10,000. Lakini niwapandishia dau na bado alikuwa hataki. Nikashusha dau, kaambia sasa hivi ni kiasi hicho, wakasema tunafanya. Baada ya kushinda nini? Ulimwengu wa roho. Kanisa likaenda. Watu walitoa pesa mpaka wapita njia mtumishi. Watu wanasema nitatoa baki moja. Nitatoa hichi. Nitatoa hichi. Na kuhakikisha ile kanisa sasa hivi ni ushuhuda. Ni ushuhuda. Sasa hivi kwa kanisa jipya, ilikuwa ni kanisa la Makuti. Nikaanza kuitwa kanisa jipya. Baada ya kuweza kushinda, niliporudi tu Mungu alikuwa mwaminifu. Nikakutana mtu akanipa gari kanisani. Ukapewa kwa sababu nimeshinda hii vita. Kwa hiyo unapokuwa unashinda vita unapewa tuzo. Ukishindwa vita unarudishwa nyuma. Kila na wote kwamba umeshindwa vita kwenye ulimwengu wa roho, lazima ujiombolezee. Kuna mahali utadrop lazima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanapiga ngoma na walikuwa wanaimba, lakini imba yao ilikuwa inamharibu mtu. Ndio maana usiwe mtu wa kusikiliza nyimbo za dunia. Nyimbo za dunia zinakushusha kuzimu. Isaya anazungumza. Unapokuwa unasikiliza, kwani hizi nyimbo za zilikuwa zinaimba hapa, kazi yake ni kufanya ni kushusha Bwana, ni kutuconnect na Bwana. Na tunapokuwa tunasikiliza hizi nyimbo za bongo flava zinatuconnect na kuzimu. Kwa hiyo kiwango tunachosikiliza nyimbo za dunia hii ndio kiwango mioyo yetu inakuwa connected na kuzimu, na utaongozwa na kuzimu. Kwa sababu sisi tumepiga praise, tumepiga sifa hapo kwa sababu tunaleta uwepo wa Mungu ndani yetu. Na unapokuwa unasikiliza hizo nyimbo, kwa hiyo kazi yake ni kuleta uwepo wa kuzimu ndani yako. Sisi tumekaa hapa tumeleta uwepo wa Mungu ndani yetu. Wewe ukisikiliza zile nyimbo, shetani anakuja. Ndio maana hata aina ya nyimbo ukishasikiliza ukienda kulala, unajua sisi miili yetu iko hivi. Miili yetu ina asili ya dhambi. Si tunajua hilo jamani? Tumetokea katika asili ya nini? Ya dhambi. Roho zetu zimeokoka, lakini nafsi zetu zinafanywa ukombozi bado. Tumeokoka mara moja, lakini deliverance inaendelea kila siku. Sikiliza sasa. Unaweza ukaenda ukasikiliza nyimbo ya dunia mara moja, ukaondoka inaimba na wewe kichwani, haishi. Yaani mpaka unalala na yota. Mara hii sasa hivi tukimwambia waimbaji nyimbo gani imeanza hapa ya Mungu, hamna anakumbuka. Hamna anakumbuka. Lakini nyimbo ya dunia kwa sababu iko connected na mfumo, itahakikisha inapiga kelele ndani yako haiachi. Na ndio maana watu wengine wameokoka. Inaweza kapigwa nyimbo ya dunia akakutana anapiga hivi mguu akakumbuka nimeokoka. Ndio anashtuka, kumbe nimeshaokoka. Kama daladala anikuta anatikisa ai, Bwana nisamehe, kumbe nimeokoka nishaachana na mama. Lakini bado kuna vitu ambavyo vinatakiwa viendelee kukombolewa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Mimi niliokoka lakini roho nilikuwa nakunywa pombe.
Yaani kiota ndoto za ulevi. Lakini nimefanyaje? Nimeokoka. Damu na nyama, heshima napewa. Ameokoka huyu. Lakini nimeokoka, sijakombolewa. Rohoni kule ni kama kawaida. Na ndio maana watu wengine rohoni ni wazinzi kama kawaida. Rohoni ni waizi, yaani anaona kabisa ameiba. Ameiba, yaani haja bado kuna sehemu za deliverance kwenye maisha yake. Lakini akija, sikiliza. Mimi nilikuwa nafundisha somo moja la dhambi ya uasherati kanisani. Jumapili kama zimepita mbili. Uasherati, nikawa nazungumzia dhambi ya uasherati. Na namna ambavyo uasherati, kuna uasherati wa aina mbili. Kuna uasherati wa kuhama madhabahu au kwa kuhama kusudi la Mungu. Biblia inaongelea habari ya namna ambavyo Esau alivyokuwa muasherati kwa kitu alichopewa na Mungu, akakifanyia matumizi mengine. Hivi unaelewa? Yaani hii maiki sasa hivi kitakiwa itumike kanisani, ikaenda kutumika sehemu nyingine kinyume na Mungu, ni uasherati. Chochote ambacho unakifanya nje ya kusudi la Mungu, huo unaitwa uasherati. Sasa kuna uasherati kama tunavyojua uasherati ya namna ambavyo mtu anaweza kufanya uasherati huko kwa sababu amemwacha mke wake akaama, si ndio? Akatoka kaenda sehemu nyingine. Hiyo ni dhambi kama dhambi nyingine. Wewe unaita uzinzi, uasherati ni sawa, kwa sababu tunajua tofauti ya mzinzi na muasherati. Ni mmoja ambaye ameoa, mwingine hajafanyaje? Hajaoa. Sasa tunapoongelea ni kwamba mtu anaacha kile kitu cha kimungu anaenda kufanya kitu kingine. Nimemaliza kuhubiri, mtu mmoja akanifuata. Kaniambia, mtumishi, mimi ni katibu. Yaani alipata neema ya kuja pale kanisani sikusali siku hii. Kaniambia, dhambi inaonisumbua mimi ni uasherati. Sasa uasherati wa kwa mama madhabahu. Akaniambia, lakini kanisani naheshimika sana. Kwa hiyo mtu wa kumwambia shida yangu hamna. Nikamuuliza, hii shida imeanza lini? Akaniambia, kabla yangu mimi, yaani kabla hajaanza hii kazi, walikuwa na mchungaji ambaye alikuwa na hiyo tabia. Kwa hiyo unajua Biblia inasema kama kuhani wa mtu alivyo. Ndio maana ukipata watumishi wanaotembea pamoja hivi, wanaheshimiana hivi, hiyo roho lazima na nyoyo mbaya. Haleluya. Kwa hiyo tukiona Mungu amewapa watumishi wanatembea pamoja, wanaelewana, tunamrudishia Mungu sifa na utukufu. Sasa yule akaniambia ilianza kwa mchungaji wao. Na bahati mbaya madhehebu ni madhehebu ambayo wanaweza kubadilisha mchungaji. Kwa hiyo ile hali ilipokuwa mbaya, wazee wakakaa huko na nini, wakashauriana tumtoe nini huyo mtu. Wakamtoa, lakini hawakutoa roho yule jamaa. Ghafla kijana anashangaa, roho imeinuka ndani yake. Ni mbwa mwitu ndani ya kanisa. Amegarua kwaya. Anafanya vitu vya ajabu. Nikakaa, akanieleza pale. Akaniambia, mchungaji nisaidie. Nikamwambia sasa hivi, akaniambia sasa hivi amekuja mchungaji mpya. Lakini ndani ya kanisa sio mimi peke yangu, kuna watu wa namna hiyo. Sasa alikuwa amepewa maelekezo na Mungu ya kwamba mtafute mtumishi. Hasa akakuta bahati mbaya sio mtumishi. Mtumishi alimfuata alikuwa hayupo, akanikuta nimesimama mimi, lakini alikuwa ametuma kwa mtumishi. Lakini ndani yake, nachotaka ni kuonyesha kwamba ndani yake yeye ameokoka na ana cheo. Na mtu akimwangalia hivi anasema huyu anaenda mbinguni. Ndio maana Biblia inasema, unajua hata mtu akifa hatuna uhakika ameenda wapi. Yaani unajua tusio tunawashuhudia watu. Maana kiukweli kabisa kufumba na kufungua ujui mtu ameenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna watu wengi ambao tutatarajia kuwakuta mbinguni hatuwakuti, kwa sababu watu wengi sana wamejificha kwenye uvuli wa wokovu au milii. Yaani ni bora, mimi nasemanga ni bora mlevi na mzizi ambao yuko huko utamkuta umwambie acha dhambi, lakini aliyoko kanisani unajua ni mpendwa. Wakati mwingine unakuta anaomba kuliko cherehani, maana ni kipawa na sekele neema. Anaomba. Sikiliza, mimi kuna siku nilikutana na mshirika, nilikuwa nimekaa kwenye haisi, bahati nzuri nilikuwa nimekaa. Nafikiri aliingia mbele ya mimi, nilikuwa nimekaa nyuma. Sikujuaga yule mshirika kama ana hiyo tabia. Unajua wachungaji ni rahisi sana kuwatetea watu tunavyoona hapa, lakini watu wana tabia za ajabu. Kija kwa mchungaji, dadi, mami, akienda nyumbani ni Simba, lakini sio kabila la Yuda. Ukikutana naye kwenye 18, na mimi nikishakutana na mshirika huwa namchenga. Sitaki kukutana naye. Yaani nikikutana na wewe kwenye kuna anaweza kuona najificha, maana najua sikuoni kanisani tena. Kuna wakati, unajua wakati mwingine kuna vitu vingine usitaki kujua sana. Kwenye maisha kuna vitu vingine usitaki kujua sana. Ukijua vitakuua kabla wakati. Na ndio maana kuna siku moja, yaani kuna vitu ambavyo ukijua mtumishi. Na ndio maana kuna vitu ambavyo washirika wamevijua kwa wachungaji wao, wameacha wokovu na kurudi nyuma. Kwa sababu kujua ni kufunuliwa, umewekewa bayana. Sasa Mungu akishanifunulia ile kwa hekima, kuna nikakutana na huyo akaongea maneno akamjibu mtu mzima kwenye gari, alafu binti hajaolewa, anatafuta mume. Akasema huyu hata kumwombea eneo la mume siwezi. Yaani namna alivyomjibu tu yule baba, gari nzima ikaangalia. Na mimi nikasema ni nani huyo, na mimi nataka kujua, na kuangalia ni mshirika. Unafanyaje? Unajifanya hujamuona. Kwani unamwacha ashuke kwanza kiwezekana pita hata kituo. Unapitiliza hata ili kuponya nafsi yake. Alafu uangalie namna kuweza kumshirikia taratibu. Ukishuka naye tu anaweza kukwambia hata nilikuwa sisi kanisani kuna mtu nitaka kumuona. Unajifanya mambo mengine unajifanya kipofu, lakini tunaona. Kuna wakati watu wanajifanyaga vipofu, sio kwamba hawajui tabia za watu. Mchungaji anaweza kujua kabisa tabia yako, lakini anatamani kukuganga taratibu. Anatamani kukuponya taratibu. Akitumia nguvu tu amekupoteza. Bwana Yesu asiwe. Bwana Yesu asiwe. Kwa hiyo yule mtu nikaanza kumwambia, nikamwambia sasa, cha kwanza kana Mungu akuelekeze sehemu ya kusali. Sio uje kwetu, kana Mungu akuelekeze sehemu sahihi ya kunini? Kusali. Na Mungu ambaye amekupa neema ukalisikia hili neno na madhara hii kitu, atakusaidia, atakupa sehemu na mtu sahihi wa kusaidia. Lakini ni mbegu ambayo alikuwa mfanyaji amepata, lakini akija anaomba. Watu wa Mungu tumeokoka, lakini tukae kwenye maombi. Mimi kuna siku moja, unajua kuna kitu inaitwa hasira ya Mungu. Hasira ni katika kitu ambacho Mungu, ukitaka Mungu akupende, jitahidi kuwa mkali kwenye mambo yake. Yaani usipende ujinga kwenye mambo ya Mungu. Ni unanielewa? Usipende ujinga kwenye mambo ya nini? Ya Mungu. Yaani ukianza kusimama ya kwamba usimamie mambo ya Mungu yaende hivi, Mungu atakufurahia. Na kama akikufurahia lazima akupeleke mahali. Lakini ukiwa unaona mambo ya Mungu amenani, unaogopa. Siku moja niko kanisani, akaja kijana mmoja asali kwetu, akaja akaniambia, mchungaji, ni kijana amemaliza form 4 kiume. Alialikwa, sikuwa ninasema haya, alialikwa akaimbe huko mpakani mwa Kenya. Aliyomchukua ni kijana mwanakwaya mwenzake. Akaenda naye. Baadaye yule mwanakwaya akamtengenezea yule kijana mazingira
Yaani akawa anachati naye. Umenielewa eh? Akawa amechukua simu yake, lakini akamwambia nataka nikupe namba za mtu ambaye atakusaidia kwenye huduma yako. Kijana mdogo akachukua. Akaanza kumbe anachati naye, ametoka nje anachati. Anaambia nimepewa namba yako, mimi ni mama yake na fulani. Akamwambia sawa mama, akasalimiana naye na nini. Akamwambia mwanangu ameniambia kwamba una shida. Akamwambia ndio mama, na ana shida 1 2 3. Akamtengenezea mazingira. Yule kijana anakuambia sasa hivi alikuwa ni shoga. Akamwambia mwanangu ameniambia ili uweze ili uweze kufikia kuna stage 1 2 3, 1 2. Alimtengeneza ule kijana mpaka ule kijana kalikuta kwamba ameingia kwenye ule mtego. Mwana kwaya alikuwa anazunguka kwenye makanisa. Sasa siku nimekaa kanisani, akaja na kafahamu au kijana na yeye anakuwa anapiga tu vyombo huku kule. Unajua watu wanaruka ruka hawa. Piga vyombo huku, anapiga vyombo huku, anapiga vyombo huku. Mwisho wa siku akadondokea kwenye vyombo venyewe. Aliponieleza nikajisikia vibaya. Nikamwambia yule kijana, mama yako anajua? Akaniambia mama anajua, lakini amesema ya mambo yaishe. Kwa nini? Huyu kijana yani huyu kijana aliyofanya hizo kitendo alishamkopesha mama yake na huyu kijana fedha. Yani walitengeneza mawasiliano kama familia. Nilimchukua huyu kijana, nikampigia mtu simu, tukachukua gari tukaenda. Wakati tunaenda nikawatafuta watu wanaohusika na mambo haya ya jamii haya. Tukaenda kwenye familia, nikamkuta yule kijana anafanya kitendo. Nilimchukua nimpeleka polisi. Lakini nachotaka kuangalia huyu kijana ameharibiwa na nani? Ni mtu aliyoko kanisani, ni kaka yake, ni mtu ambaye alikuwa anajua kabisa atamsaidia, anamsikiliza. Lakini mwisho wa siku kumbe huyu ndani yake ana madhabahu, ana roho ndani yake. Naambia kwa nini umefanya? Anasema hata mimi sijui. Na ni kweli yamkini hata yeye ajue, kwa sababu ndani yake ni falme inakaa. Hivi tunaelewana? Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana? Sasa kazi ya maombi, unapokuwa mwana maombi, unaweza kuwasaidia watoto wako kwenye vitu kama hivi. Wewe fikiria, wewe labda niseme hivi, shida nyingi ambazo watoto wako nazo, watu wako nazo hizi zinaanzia rohoni. Siku moja nilikuwa namhudumia mtoto, akawa anamuuliza hii tabia umeanza lini? Akaniambia niliota ndoto. Baada ya kuota ile ndoto, hiyo roho ikamwingia, akaanza hiyo tabia. Kitu cha kiroho ambacho sasa wewe mzazi utampiga umuue mtoto, lakini ni kitu ambacho kilianzia wapi? Rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Leo kuna kitu ambacho nafikiri kama ni somo nitaendelea nalo, lakini kuna vitu umepata, si ndio? Kuna kitu ambacho nataka tukamuombe Mungu. Tunataka tukamuombe Mungu juu ya kila mashauri na makusudio ya kuzimu yaliyopangwa kwenye maisha yako mwezi huu, mwaka huu. Agenda yoyote ya kuzimu juu ya kanisa hili, agenda yoyote ya kuzimu juu ya watumishi wa Bwana, agenda yoyote ya kuzimu juu ya maisha yako, Mungu akayaribu. Sisi ni kanisa waliomba kwa ajili ya Petro, walisimama kwa ajili ya Petro. Kuna watu wako sahihi mahali wanapiga kelele, tusaidie. Ndio maana Mungu akamuinua Paulo, akaona Makedonia kule kuna watu wanahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunataka tukamuombe Mungu. Unajua kuomba lazima tuhakikishe tunabatilisha taarifa yoyote, wajumbe wote wa kuzimu, mazingira ambayo yanaanza kutengenezwa ukubali
Unajua kabla hujakubali hauwezi kufa. Hivyo sijui hujanielewa. Sikiliza nikwambie. Mke wa Ayubu alisubiria Ayubu afe sana, akufa. Subiria mume afi. Akamwambia sasa naomba ukubali kufa, maana yake kufuru fanyaje? Ufe, maana yake sasa naona hii hali haufi leo. Hebu kufuru ufe. Ayubu akamwambia wewe hata kunena kama wanawake wapumbavu wanenavyo, mimi bado nataka kula ugali. Kwa hiyo maisha ya mtu ni maamuzi yake. Ndio maana Daudi ikafika mahali akasema sitakufa. Baada ya hapo anasema Bwana uzikomboa nafsi za watumishi wake. Bwana uwafungua walioandikiwa kufa. Kama unaweza kuandikiwa kufa, unaweza kuandikiwa tasa. Unaweza kuandikiwa utakuwa na kazi maisha yako yote. Unaweza ukaandikiwa huyo awe kichaa, mtu wa kuzunguka na kutangatanga tu. Hayo ni mashauri yaliyoandikwa na kuzimu. Sasa tunataka tuende mbele za Bwana kwa ajili ya kutengua mashauri na makusudio ya nguvu za giza. Naomba tusimame.